Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini mahusiano yako ya zamani hayakudumu hata pale ulipojitolea kwa 100%? Au labda uko kwenye hatua ambayo unahisi mapenzi ni maumivu tu na hakuna mtu sahihi huko nje? Sikiliza, wanasaikolojia na wataalamu wa mahusiano wanasema kwamba katika maisha ya mwanadamu hatuangukii kwenye mapenzi kwa bahati mbaya. Kuna hatua tatu. Ndiyo, aina tatu tofauti za upendo ambazo lazima upitie. Wengi wetu tunakwama kwenye aina ya pili, ambayo ni hatari na inaumiza sana, na tunakata tamaa kabla hatujafika kwenye aina ya tatu. Na hapa ndipo siri ilipo. Aina ya tatu ya upendo ndiyo ambayo hukutahajia. Mara nyingi huja wakati umekata tamaa, na ndiyo pekee yenye uwezo wa kubadilisha maisha yako milele. Leo tutachambua aina hizi tatu. Ukielewa hili, utaacha kujilaumu kwa yaliyopita na utakuwa tayari kwa kile kinachokuja. Kabla hatujazama ndani zaidi, naomba ufanye jambo moja la kiungwana. Bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini na washa kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Twende kazi. Upendo wa kwanza, the fairy tale, upendo wa hadithi. Huu ni ule upendo wa kwanza kabisa unaopata, mara nyingi ukiwa kijana au katika umri wa ujana. Unakumbuka ule uhusiano ambao uliamini bila ya shaka yoyote kwamba huyu ndiye mtu utakayekuwa naye milele? Katika hatua hii, hatumpendi mtu jinsi alivyo. Tunapenda wazo la kuwa na mtu. Tunapenda ile script tuliyoona kwenye filamu za Hollywood au kusoma kwenye vitabu. Tatizo la upendo huu ni kwamba unajali sana jamii inatuonaje. Unataka picha zenu zionekane nzuri Instagram, TikTok na Facebook. Unataka marafiki waseme nyie ni couple goals. Unapuuza bendera nyekundu au red flags zote kwa sababu unaamini nguvu ya upendo inatosha kubadilisha kila kitu. Lakini uhalisia unapoingia, labda mnaposhindwana kwenye vitu vidogo au mazingira yanapobadilika, huu upendo hupasuka kama puto. Na unapovunjika, unaumiza kwa sababu unavunja ndoto yako ya utoto. Lakini usijali, huu upendo ulikuja kwa ajili ya kukufundisha kitu kimoja muhimu, kwamba mapenzi sio kama kwenye sinema. Ni hatua ya lazima ili kukuandaa kwa kitu kigumu zaidi kinachofuata. Upendo wa pili, the hard love, upendo mgumu au karmic love. Baada ya kupona vidonda vya upendo wa kwanza, unaingia kwenye aina ya pili. Na niamini ninapokuambia huu ndio upendo mgumu zaidi utakaopitia. Huyu ni yule mpenzi ambaye anakufundisha masomo kuhusu wewe ni nani na unahitaji nini, lakini anafanya hivyo kupitia maumivu. Sifa kuu ya upendo huu ni drama. Ni uhusiano wa roller coaster. Leo mko juu mawinguni, kesho mnagombana mpaka mnataka kuuana. Mnaachana, mnarudiana. Mnaachana tena, mnarudiana tena. Unajua kwa nini tunakwama hapa? Kwa sababu tunachanganya mateso na shauku au passion. Tunaamini kwamba ikiwa tunagombana sana na kupatana, basi huo ndio upendo wa dhati. Tunajaribu kumbadilisha huyu mtu ili awe vile tunavyotaka. Katika hatua hii utadanganywa, utadharauliwa au labda utajikuta ukijitoa sadaka, people pleasing, ili tu kumfurahisha yeye. Lengo la upendo wa pili sio kudumu milele. Lengo lake ni kukuvunja. Ndiyo, umenisikia vizuri. Lengo lake ni kukuvunja ego yako, kukufundisha mipaka, boundaries, kukufundisha kujipenda wewe kwanza milele. Wengi wetu hukwama hapa kwa miaka. Wanazunguka kwenye duara la maumivu wakiamini itabadilika. Lakini ukweli ni kwamba huu upendo unaisha pale tu utakapojifunza somo husika. Na ukijifunza, unakuwa mwangalifu sana. Unajenga ukuta. Unasema sitapenda tena. Na hapo ndipo maajabu yanapotokea. Upendo wa tatu, the unexpected love, upendo unapokuja bila kutarajia. Baada ya kupitia maumivu ya aina ya pili, mara nyingi unakuwa umeacha kutafuta. Unakuwa umeamua kujenga maisha yako, kazi yako na furaha yako mwenyewe. Na ghafla anajitokeza. Huyu ni mtu ambaye hakutaki ubadilike ili umpendeze. Anakupenda jinsi alivyo na wewe unampenda jinsi alivyo. Katika upendo huu wa tatu, hamshindani, mnafanya kazi kama timu. Kimya sio kibaya. Mnaweza kukaa kimya bila kuongea na bado mkajihisi vizuri. Hakuna michezo, no mind games. Mnawasiliana kwa uwazi. Huu ndio upendo unaobadilisha kila kitu, kwa sababu haujajengwa kwenye chemistry ya muda mfupi, bali umejengwa kwenye compatibility au uendano. Wengi wetu huukataa mwanzoni kwa sababu unaonekana boring. Wanasema, mbona sisikii ile excitement ya kugombana? Lakini unagundua kwamba ile excitement ya zamani ilikuwa ni wasiwasi au anxiety, na hiki unachohisi sasa ni usalama.
au security. Huu ndio upendo unaokupa nafasi ya kukua kimaisha, kujenga familia na kutimiza malengo yako, kwa sababu hautumii nguvu zako kupambana na mpenzi wako, bali mnatumia nguvu zenu kupambana na dunia. Inawezekana hivi sasa unatazama video hii na uko kwenye maumivu ya upendo wa pili. Unahisi dunia imekufungia milango. Nataka nikupe moyo. Usijaribu kuruka hatua. Huwezi kufika kwenye upendo wa tatu bila kujifunza masomo ya upendo wa pili. Maumivu unaopitia sasa hivi ndiyo yanayokutengeneza ili uweze kumthamini huyo mtu sahihi atakapokuja. Huyo mtu wa tatu yupo, na mara nyingi anakuja wakati ambapo hutarajii kabisa. Swali langu kwako leo, kati ya hizi aina tatu, wewe hivi sasa unahisi uko kwenye hatua gani? Je, bado unatafuta fairy tale, unapambana na karmic love, au umepata utulivu? Niandikie kwenye comment hapo chini. Nasoma zote na nitajibu. Kama video hii imekugusa, tafadhali bonyeza like ili YouTube iisambaze kwa watu wengine wanaopitia wakati mgumu. Usisahau kusubscribe. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.